Kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC nikiwa Nairobi, mimi ni Karurobi. Hujambo na karibu, na mimi ni Skola Kisanga nikiwa Dar es Salaam. Tulionayo katika dira ya dunia. Rais Donald Trump ameonya kuwa Marekani itashambulia tena Iran leo usiku baada ya hapo awali kutangaza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran yameisha. Lakini kwa Trump ambaye hiki anakizungumza, huenda kabla haijafika asubuhi akatupa taarifa nyingine tofauti, kwa sababu yeye ni mtu ambaye hugeuka na kubadilika sana. Viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya kujihamia NATO wamejaribu kuonyesha mshikamano licha ya Rais Trump kugubika mkutano wa kilele wa NATO kwa shutuma kali dhidi ya washirika. Marekani imetangaza itaruhusu Ukraine kuzalisha kwa dharura makombora ya Patriot ya Marekani, huku ukiwa ni ushindi mkubwa kwa Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Na jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halijarekodi kisa kipya cha Ebola kwa siku 41 mfululizo. Viwanjani, Misri inataka waamuzi watimuliwe kwenye kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Umati wa watu umeendelea kujitokeza sehemu mbalimbali kwa ajili ya kumwaga aliyekuwa kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Katika mji wa Najaf nchini Iraq, moja ya miji mitakatifu ya Waislamu wa madhehebu ya Shia, umati wa ombolezaji walifuata jeneza lake lilokuwa likipitishwa mitaani hadi kwenye kaburi la Imam Ali, mkwe wa Mtume Muhammad. Baadhi ya waombolezaji waliokuwa wamebeba bendera za wanamgambo wa Iraq wanaoungwa mkono na Iran waliomboleza kwa kusema maneno ya kuombea mabaya Marekani. Maombolezi zaidi pia yanatarajiwa kufanyika katika mji wa Kerbala kabla ya mwili wa Khamenei kurudishwa Iran kwa mazishi katika mji aliozaliwa wa Moshad. Watu 10 wamekufa katika shambulio lililofanywa na ndege isiyoendeshwa na rubani kushambulia gari kwenye mji wa Omdurman nchini Sudan. Miongoni mwa waliokufa ni pamoja na wanawake 5 waliokuwa wakienda harusini. Mtandao wa madaktari nchini Sudan umelaumu wapiganaji wa RSF, kundi ambalo linapigana na jeshi la Sudan kwa takriban miaka 4 katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hata hivyo, RSF bado hawajasema chochote juu ya madai hayo. Somalia imeungana na India kuitaka kampuni ya teknolojia ya Meta kuahirisha uzinduzi wake wa kipengele kipya kinachotaka jina la mtumiaji katika WhatsApp kutokana na masuala ya usalama. Zaidi na Martha Saranga. Mamlaka ya mawasiliano nchini Somalia imesema itarahisisha kwa wahalifu kujifanya watumiaji na kuweza kufanya ulaghai na pia kuyaruhusu makundi ya wapiganaji kutumia vibaya akaunti zisizojulikana. India pia imeonya hatua hiyo pia inaweza kusababisha ongezeko la vitendo vya ulaghai mitandaoni. Hata hivyo, mtandao wa WhatsApp bado haujatoa taarifa yoyote kuhusiana na malalamiko hayo. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutoa malalamiko yake dhidi ya jumuiya ya kujihami ya nchi za Magharibi NATO wakati alipokutana na katibu mkuu wa umoja huo Mark Rutte kabla mkutano wa viongozi unaofanyika leo nchini Uturuki. Amesema wanachama wa jumuiya hiyo wameshindwa kuunga mkono hoja yake ya kudhibiti eneo la Greenland pamoja na vita alivyoanzisha na Iran. Amezilaumu nchi moja za Ulaya ikiwemo Hispania, ambayo amesema biashara zote na nchi hiyo zifungwe. Kwa upande wake, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amempongeza Rais Trump kwa kuzifanya nchi wanachama kuongeza bajeti zao za ulinzi. Amesema anamuunga mkono Rais Trump na hatua yake ya kijeshi dhidi ya Iran. Ameitetea pia Hispania. You mentioned Spain, even you got Spain. Uliitaja Hispania, hata wao walifikia hatua ya kutenga 2%. Walifanya hivyo na kupiga hatua kubwa mwaka jana. Ingawa bado kuna masuala tunapaswa kuyatatua, lakini naweza kusema kuwa hata Hispania ilifikia lengo hilo la 2%. Na najua una uhusiano imara na Uingereza, mfalme, lakini pia uhusiano wako binafsi na Keir Starmer ambaye anaondoka madarakani. Yeye pia ameahidi kutenga kiasi cha ziada cha dola bilioni 20.
Waokoaji nchini China wanaendelea na zoezi la kuwatafuta watu walionusurika katika kimbunga na mafuriko yaliyoua watu 17 na wengine maelfu kupoteza makazi yao. Wataalamu wa mamlaka ya hali ya hewa wameonya uwepo zaidi wa mvua nyingi zinazoambatana na kimbunga kikali ambacho kinatarajiwa kukumba majimbo ya mashariki mwishoni mwa wiki hii. Maafisa nchini China wanasema watu 6 wameuawa na mafuriko hayo katika jimbo la kusini la Guangxi na zaidi ya wakazi 100,000 wameondolewa katika eneo hilo. Vimbunga vilivyoambatana na upepo mkali katika jimbo la Hubei vimesababisha vifo vya watu 11 na kuleta madhara katika takriban majengo 5,000. Na mkurugenzi mkuu mpya wa BBC Matt Britton amesema kuwa mfumo wa jadi wa ada ya leseni ya televisheni unaofadhili shirika hilo ikiwemo sehemu kubwa ya idhaa ya dunia ya BBC hauendani tena na mahitaji ya wakati. Mfumo huo wa ufadhili ulioanzishwa takriban miaka 100 iliyopita wakati wa mwanzo wa utangazaji wa redio unazitaka kisheria kaya zote nchini Uingereza zenye televisheni kulipa ada ya kila mwaka ya dola 240 za Marekani. Hata hivyo, idadi ya watu wanaokwepa kulipa ada hiyo inaendelea kuongezeka. Hii ni BBC. Halima Nyanza ndiye kakusomea taarifa ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM. Nchini Tanzania ni CGFM, Classic FM na Radio 5. Nchini Kenya ni Milele FM, Pamoja FM na Nyota FM. Ukiwa Uganda yategea sikio kupitia Voice of Muhabura, Voice of Busoga na Radio Paidha, na DRC ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Yako pia kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube BBC News Swahili, ambako pia unaweza kuchangia kwa kutuachia maoni yako ambayo tutayasoma kadri matangazo haya yanavyozidi kusonga. Karibu tena msikilizaji, jioni huko nami Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Karibu kutoka likizo. Na asante sana Karo, nashukuru sana na tutume salamu kule Mboko. Sasa zitafika. Na tuanze taarifa yetu kwa jioni hii ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ameonya Marekani itashambulia tena Iran leo usiku baada ya awali leo kutangaza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran yameisha, akitaja makubaliano hayo kama takataka baada ya mashambulizi mapya kati ya pande zote mbili kuzuka. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Kujihami ya Nchi za Magharibi NATO, Bwana Trump amewaelezea viongozi wa Iran kama watu wasiotimamu na wenye vurugu, akisema kwamba hataki kushirikiana nao. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi. Marekani imesema imefanya mashambulizi dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Iran baada ya vikosi vya Iran kushambulia meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz siku ya Jumanne. Aidha, Bahrain na Kuwait zimeripoti kushambuliwa kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi, huku Iran ikilenga mali na vituo vya Marekani katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran sasa yamevunjika rasmi kufuatia kuendelea kwa mashambulizi kati ya pande hizo mbili. Akizungumza mjini Ankara, Uturuki, kabla ya kuanza kwa mkutano wa viongozi wa NATO, Trump ameukosoa vikali uongozi